Asante sana. Watu wa Bamba, Mungu yu mwema na kila wakati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa kwanza mimi, Your Excellency, baada ya kuweza kuweka itifaki zote kwako, viongozi wa kanisa na kijana ambaye kwamba kitovu chake kimezikwa hapa Bamba, lakini akili ikaweza kufika katika Kenya nzima, na sasa hivi sauti nasikika dunia nzima. Ndugu Fikirini Jacob, kukupatia kongole, na leo hii watu wote walioko hapa. Nilipokuwa katika msafara tunakuja hapa, nikakwambia kitu rais, na naona ya kuwa nisipolisema hili jambo mbele ya hadhara itakuwa si sawa. Hii leo hatuko katika kusherehekea Fikirini Jacob peke yake. Hii leo tuko katika kuweka uwazi ya kuwa safari ya kumtoa kijana yule ambaye kwamba mamake alikuwa na achanga ili aweze kumsomesha, kumtoa kijana yule ambaye kwamba alikuwa naamini na kujitolea katika hali ya uongozi, kutoa kijana ambaye kwamba alikuwa anafuga mbuzi, kuambiwa ya kuwa iko siku utakaa katika meza kuu ya wale ambao wanaweza kuendesha hii nchi katika uongozi wa William Samoei Ruto. Hiyo siku imefika, na leo hii sio siku ya Fikirini Jacob peke yake, ni kwa siku ya kila mzazi anayejitolea kuweza kumsomesha mtoto wake. Leo ni siku ya kila kijana ambaye kwamba anaamini iko siku ya kwa sauti yake na yeye itaweza kusikika. Today is your day. Today is a testament. Leo ni siku ya kuweza kuweka wazi na kudhihirisha ya kuwa ikiwa hukuweza kujiamini, ya kuwa katika ile meza ya uongozi katika Kenya hii itaongozwa na yule mmoja. Wakati mmoja kuna wale ambao walimcheka wakamuita ya kwa kazi yako ni kuuza kuku na mayai yake. Leo William Samoei Ruto ni rais wa Kenya. Wale ambao kwamba huyu Fikirini alipokuwa anatumwa kuuza mbuzi ili aweze kujisomesha, kuna wale walijaribu kumhadaa katika ujana wake, na ikawa anaregea katika kanisa watu waweze kumjengea na kuweza kumchangia. Leo ni siku ya kila mmoja kuamini ya kuwa hii ndio nchi ambayo kwamba tunataka katika Kenya hii. Today is a testament. Leo ni siku kwa kila kijana anayejiangalia katika mtandao, aamini wazi ya kuwa dini yako, kabila yako, pale ulipotoka, haijalishi. Ikiwa tutaweza kuamini Kenya belongs to all of us. Hii Kenya ni ya kila mmoja. And we ask ourselves, sisi tuko ambao kwamba tuko katika broad based. Head Raila Amolo Odinga, mambo angelikuwa ni vingine, probably Fikirini Jacobs would have either been a PS or a cabinet secretary in this government. Lakini the dream of Raila Amolo Odinga went na iko ndani ya broad-based under William Samoei Ruto. The dream that kuna kijana ambaye kwamba aliweza kuchukuliwa kutoka Bamba kwa sababu Raila aliona in him there are qualities of a leader. Kisha kabla kufariki akamkabidhi William Samoei Ruto, and William Samoei Ruto said, I will take over where you saw this young man. Na mimi nimesikia sauti yako rais ukizungumza na ukisema ya kuwa niachieni mimi nitamfuza na mengine, ili na yeye siku moja aweze kuwa ni sauti na sura
ya kuwa tunaweza kuwa jambo lolote. Si lazima uwe unatoka kutoka kabila fulani ndio uwe kiongozi katika Kenya hii. We need to ask ourselves that deep touching question. The deep touching question. That one, is it a crime? Je, ni dhambi William Samoei Ruto kuweza kumchukua kijana ambaye kwamba anatoka Bamba, kijana ambaye kwamba mama alikuwa yuko tayari kuvaa nguo zilopasuka lakini mtoto wake aweze kusoma? Was that the crime that William Samoei Ruto committed? So that nyinyi ambao kwamba muko katika mrengo mwingine munasema ya kuwa haiwezi kufaa, na sisi tunawaambia katika lugha ya ile Fikirini alosema ya kuwa tuliingia katika dirisha na sasa tutaingia katika mlango. Hatuingii katika mlango, tutafungua na milango mengine, ili hii serikali iwe ni kubwa na serikali ambayo kwamba kila mmoja ataweza kusikika. Mimi lile kubwa lilomleta William Samoei Ruto katika pwani, kubwa zaidi, tumezunguka kuangalia mambo ya, and I've traveled with you, Your Excellency, nimezunguka na wewe pwani nzima. Sijui mambo ya electrification, mambo ya barabara, mambo ya nini, lakini kuna jambo moja ambaye hata yule ambaye kwamba losimama hapa amelizungumza, jambo la ardhi. Ni serikali hii ndio ilosema ya kwa si lazima tuwe na mabebenyenye, si lazima tuwe na watu ambao kwamba wako na connections Nairobi, si lazima tuwe na watu ambao kwamba ndio wenye fedha, wao ndio ambao kwamba watakuwa na ardhi. Hata yule mkulima kwamba anasubiri mvua katika eneo la Bamba, hata yule ambaye alioko Mombasa, yule alioko Kilifi, alioko Kwale, alioko Lamu, kila mmoja ana haki ya kuweza kuwa na hati miliki yake, na sio mambo ya settlement schemes peke yake. It is this government, serikali hii. Na kama hii ndio dhambi ya pili ya William Samoei Ruto, ya kuwa tumeweza kushirikiana na yeye ya kuwa ahakikishe wale ambao kwamba ni mabwenyenye wanapatiwa na kuambiwa ya kwa chukueni amana, regesheni ardhi kwa wale ambao kwamba ni watu wake. Kama hiyo ndio dhambi ya William Samoei Ruto, tutajenga milango mengine tuweze kuingia kwa wingi katika serikali hii ambayo kwamba inaokuja. Mimi nikimalizia, Your Excellency, kwa sababu najua nimesikia wengine, and I want to teach them a lesson or two. Nimesikia wengine, there are some people who have zero agenda, and some people have betrayed the cause of Baba Raila Amolo Odinga and have gone on the side of those with a zero agenda. When you wake up in the morning, agenda yako ni Ruto must go. You wake up in the morning, uite sisi wengine ambao kwamba ni wasaliti. You wake up in the morning, umuite Ruto Kasongo. Mimi nakuuliza swali moja. Mtu ambaye kwamba aliyezaliwa akauza kuku, anajua ile dhiki ya kuweza kumsomesha mtoto, anajua dhiki ya mambo ya afya, surely will the word Kasongo really bring this man down? We have bigger things to be able to do. Na mimi nilikuwa pale na dadangu ananifunza ule wimbo. It is that song that I heard katika Thanksgiving ya William Samoei Ruto, and it is that song ambao kwamba nimeisikia kwa Fikirini Jacob. Tumeuona mkono wako Bwana, na leo hii through proper leadership watu na Wakenya wote watauona mkono wake Bwana. Asanteni sana na mubarikiwe. Basi Mheshimiwa Rais